Naam, habari kubwa asubuhi hapa tunaambiwa kwamba mashambulizi ya Israeli yameua takribani watu 70 katika maeneo ya Gaza. Israeli imeendeleza mashambulizi yake katika ukanda wa Gaza na watu takribani 70 wameuawa kufuatia mashambulizi hayo ambayo yamefanyika usiku wa kuamkia leo hii. Hayo ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza. Mashambulizi hayo ambayo yalianza tangu siku ya Jumanne wakati Israeli ilipovunja makubaliano ya kusitisha vita ambavyo vilisainiwa Januari 19 yameendelea kwa siku ya 3 mfululizo na kuwaua mamia ya watu katika ukanda huo. Usiku wa kuamkia leo hii Israeli imefanya mashambulizi ambayo yamelenga makazi ya watu na kuwaua wanaume pamoja na wanawake na watoto wakati walipokuwa wamelala. Israeli imeanzisha mashambulizi hayo mapya ikiwa ni kama shindikizo kwa kundi la Hamas kukubali pendekezo jipya la makubaliano ya kusitisha vita ambalo Hamas imelikataa. Mbali na vifo 70 ambavyo vimetokea hii leo, Wizara ya Afya Gaza ambayo inasimamiwa na Hamas imesema kwamba zaidi ya Wapalestina takribani 400 wameuawa siku ya Jumanne, wengi wao wakiwa ni wanawake pamoja na watoto, kulingana na Wizara ya Afya. Anasema kwamba huyu ni mwanamke ambaye jina lake halikufahamika na ambaye ndugu zake wameuawa kwa shambulio la Israeli. Enyi watu, turumieni, nchi ziko wapi? Nchi za nje ziko wapi kuingilia kati? Anasema hasara yangu, familia yangu yote imepotea, wapwa zangu, hasara yangu inatosha, wote wamekwenda. Wanasema hapo siku ya jana vikosi vya nchi kavu vya Israeli viliingia Gaza kwa mara ya kwanza tangu usitishwaji wa vita ulipoanza mwezi Januari na kudhibiti sehemu ya mpakani iliyopo kaskazini katika ukanda huo. Mashambulizi hayo ambayo yamefanyika wakati Israeli ikiwa tayari imesha kata usambazaji wa chakula, mafuta pamoja na misaada mingine ya kibinadamu kwa Wapalestina takriban milioni 2 wa Gaza. Israeli imeapa kwamba itaendeleza mashambulizi hayo hadi pale Hamas itakapowaachilia mateka wote ambao imewachukua wakati wa shambulio la Oktoba 7 mwaka wa 2023. Kundi la Hamas nalo limesema kwamba litawaachilia mateka 59 ambao wamesalia ikiwa kutakuwa na usitishaji wa vita wa kudumu na kujiondoa kwa Israeli katika ukanda wa Gaza kama ilivyotakiwa katika makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yaliafikiwa Januari chini ya upatanishi wa Marekani, Misri pamoja na Katari. Mpaka sasa zaidi ya Wapalestina takriban 49 wameuawa katika eneo hilo kufuatia vita hivyo, kwa mujibu wa mamlaka ya afya ya Gaza iliyoko chini ya kundi la Hamas. Mataifa mbalimbali, Umoja wa Mataifa pamoja na Umoja wa Ulaya yamelani mashambulizi hayo mapya ambayo yamefanywa na Israeli, yakisema kwamba hayatakubalika na kutoa wito wa kusimamisha mashambulizi hayo. Wakati hayo yakiwa yanaendelea kule Israeli pamoja na Hamas, tunaambiwa kwamba watu walio na silaha wameteka nyara abiria ambao walikuwa katika basi nchini Ethiopia. Makumi ya abiria ambao walikuwa ni abiria katika basi nchini Ethiopia wametekwa nyara na watu ambao walikuwa na silaha katika mkoa ambao ni mkubwa zaidi wa Oromia. Taarifa hiyo imechipuka sasa tangu utekaji nyara huo kutekelezwa mapema wiki hii. Tukio hilo limefanyika katika eneo la Ali Ilgoro ambako liko karibu na eneo ambalo takriban wanafunzi 100 walitekwa nyara walipokuwa wakielekea nyumbani katika likizo mwezi Julai mwaka wa jana. Manusura wa utekaji nyara huo pamoja na mamlaka za mitaa zimelaumu uhalifu huo kwa waasi wa Oromo Liberation Army. Ikizungumzia tukio hilo, kundi hilo la Oromo Liberation Army limesema kwamba limepokea taarifa ya kutekwa nyara na kwamba ilikuwa ikifanya uchunguzi. Kulingana na ripoti moja ya shirika la vyombo vya habari nchini humo, abiria hao walikuwa wakielekea Debre-Demokrasi katika mji wa eneo la Antara nchini humo walipovamiwa na watu ambao walikuwa na silaha ambao walirushiana risasi na vikosi vya usalama katika eneo hilo. Ripoti nyingine imesema kwamba mabasi kadhaa yalishambuliwa wakati ambapo mtu mmoja alifariki.
Idadi ya waliotekwa nyara inaweza kuwa ni watu 50 kulingana na ripoti hiyo. Serikali bado haijasema lolote kuhusu utekaji nyara huo na majaribio ya BBC kupata majibu rasmi hayajafanikiwa. Utekaji nyara wa raia, ikiwa ni pamoja na abiria, yameongezeka katika eneo hilo. Awali makundi yenye silaha yamedai kwamba yanahitaji fidia ili kuachilia huru watu ambao wamewashikilia baada ya kuwateka nyara. Hiyo ni taarifa kutoka nchini Ethiopia, na moja kwa moja twende Sudani Kusini. Pale Sudani Kusini tunaambiwa kwamba Kile amemfuta kazi gavana katika jimbo la Upper Nile. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir amemfuta kazi gavana wa jimbo la kaskazini mashariki la Upper Nile James Okolie Oyayi kutoka katika chama cha Machari cha SPLM. Katika agizo la rais ambalo limesomwa kupitia runinga serikali siku ya jana, rais huyo alimfuta kazi gavana huyo kutoka katika chama cha SPLM na kumpa nafasi hiyo James Koagri, Luteni Jenerali ambaye ametoka katika eneo la Nasri. Kufutwa kazi kwa Oyani kulizua hasira kutoka kwa chama hicho ambacho tayari kilikuwa kimejiondoa kwa sehemu katika makubaliano ya amani ya mwaka wa 2018 kufuatia kukamatwa kwa maafisa wake baada ya kundi hilo la White Army kuvilazimisha vikosi vya serikali kuondoka katika mji huo wa Nasri uliopo karibu na Ethiopia. Katika taarifa, msemaji wa Machari amesema kwamba kufutwa kazi kwa gavana huyo ni hatua nyingine ya upande mmoja wa ukiukwaji mkubwa kabisa wa mkataba huo wa amani wa mwaka wa 2018. Katika upande wake, waziri wa habari Michael Makule amekishutumu chama hicho kwa kuhatarisha makubaliano hayo ya amani na ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba hatua ya kumfuta kazi gavana huyo ni ya kuleta amani katika jimbo hilo la Upper Nile. Katika hatua nyingine, serikali ya Sudani Kusini siku ya jana imefanya shambulizi lingine la anga dhidi ya raia katika eneo la kaskazini magharibi na kujeruhi mtoto mmoja. Hayo yamearifiwa na afisa mmoja katika eneo hilo pamoja na mashuhuda katika wakati ambapo kuna hofu ya kuzuka upya kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kamishna wa kaunti hiyo James Gakris amesema kwamba shambulizi hilo lilianza alfajiri ya jana wakati jeshi la nchi hiyo lilipoangusha mabomu katika soko la mji wa Nasri, kisha baadaye katika eneo la makazi ya watu. Waziri huyo amesema hali inazidi kuwa mbaya katika mji huo wa Nasri ambao unachukuliwa kuwa ni ngome ya wafuasi wa Machari, huku maafisa wa misaada wakiondolewa katika eneo hilo. Mzozo huo unaozidi kupamba moto umezua hofu kubwa. Taifa hilo jipya zaidi ulimwenguni huenda likatumbukia tena katika mzozo takriban miaka 7 baada ya kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilisababisha vifo vya maelfu ya watu. Mzozo huo unaozidi kupamba moto umezua hofu kubwa. Taifa hilo jipya zaidi ulimwenguni huenda likatumbukia tena katika mzozo takriban miaka 7 baada ya kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilisababisha vifo vya maelfu ya watu.